matumizi ya nafsi ya kwanza. Hayo ni matumizi ya lugha. Kuna wakati unaambiwa onyesha lugha, onyesha mbinu za lugha, unasema pale kuna matumizi ya nafsi ya kwanza. Nafsi ya kwanza, yani anazungumza yeye mwenyewe ambaye ni mtoto wa umri wa miaka 9. Yani mfano pale utapeana ni hiyo aya ya kwanza. Nilishuku kwamba ile ni, au peane mfano mwingine, nilikuwa na umri wa miaka, ile ni inaonyesha nafsi ya kwanza. Kwa hivyo kuna matumizi ya nafsi ya kwanza. Pia mama Kazili, sifa ya mama Kazili moja pale ni mwenye huzuni, si ndio? Ana huzuni. Sifa ya mama Kazili ambaye ni mamake sasa. Sifa moja ya mama Kazili ambayo inaonekana pale ni mwenye huzuni. Mama Kazili ni mwenye huzuni kwa sababu huyu mtoto wake anasema mama aliamka mapema huku macho yake yakiwa amesharubu nini? Wekundu, kama kwamba alikuwa amelia usiku kucha. Kwa hivyo ni mwenye huzuni. Analia usiku kucha. Hivyo tu umekamilisha. Pia katika ukiangalia ile aya kuna usiku kucha. Usiku kucha ni nini? Ni mbinu gani ya lugha? Nisemi, lakini nisemi, je, ni nahau au ni msemo? Huu ni msemo. Kujikaza kisabuni. Enda Joshi. Kwa hivyo msemo ndio una muundo, si ndio? Kwa hivyo hii hapa ni nahau. Si sawa? Usiku kucha nahau. Ni kauli ambayo ina nahau usiku kucha. Si umeona msemo wakati wote una muundo wa kitenzi nomino, si ndio? Kufa ngazi. Kwa hivyo huu ni msemo usiku kucha. Kuna utabiri. Utabiri ni pale ambapo unaona mambo vile yatafanyika hata kabla hayajafanyika. Na hapa yule ambaye anatuelezea ile hadithi, msimulizi, huwa anaitwa msimulizi ambaye anatusimulia ile, anasema alisema nilishuku kwamba jambo fulani mbaya lingetokea. Si baadaye unaona mtoto wao mkadhini anakufa. Kwa hivyo ni utabiri. Ametabiri. Anatabiri. Kuna utabiri, alafu unatoa ule mfano, nilishuku kwamba jambo fulani mbaya lingetokea. Alafu unasema jambo ambalo lingetokea ni nani alikufa? Mkathini. Ndugu yake Mkathini anakufa, yule mdogo kwao anakufa. Wakati ambapo walikuwa wanakwea mlima wa Maloti. Pia ni mwenye hekima. Ni mwenye hekima. Msimulizi hapa, yule ambaye anasimulia kijana wa miaka 9. Ni mwenye hekima. Tunasema mwenye hekima ni mtu ambaye ana akili, ambaye anaweza kufasiri mambo kwa ufasaha. Kwa sababu anasema niliweza kukisia mambo kwa ufasaha. Unanukuu hayo, anasema niliweza kukisia mambo kwa ufasaha. Tuko pale tu aya ya kwanza. Twende aya ya pili. Aya ya pili. Hiyo ndiyo siku mama alikata kauli kuwa asingekubali tufe njaa. Baba alikuwa mtumii pesa kutoka Afrika Kusini alikokuwa akifanya kazi migondini kwa zaidi ya mwaka sasa. Kulikuwa na uvumi kwamba baba alikuwa na mke mwingine huko migodini. Wazazi wake walikuwa wamedinda kusikiliza malalamishi ya mama kuhusu suala hilo la baba kuwa na mke mwingine mbali na nyumbani. Walimtaka kuelewa kuwa mume kuwa na wake wengi lilikuwa jambo la kawaida, jambo ambalo mke mwema hakufaa kulalamikia. Hawakuelekea kuelewa hali ngumu ya maisha iliyomkabili yeye na watoto wake.
Kwa hivyo pale tunaona kwanza kuna maudhui ya utamaduni. Kuna maudhui ya utamaduni. Kwa hivyo utamaduni pale ni upi? Mwanaume kuoa wake wengi. Unapeana mfano pale, unasema Moshe ana wake wawili, ameoa mke mwingine Afrika Kusini. Kwa hivyo kuna huo utamaduni ya mwanamume kuoa wake wengi, na tunaona Moshe ameoa mke mwingine Afrika Kusini anakofanya kazi. Moshe, tunaona Moshe hajawajibika. Moshe ambaye ni mumewe mama Kazili. Moshe ni mumewe mama Kazili, hajawajibika. Hamtumii pesa kutoka Afrika Kusini. Hamtumii pesa. Yaani hamtumii pesa. Nasema tu hamtumii pesa. Si unaona hatumii mama Kazili pesa. Pia pale tunasema nini? Wazazi wake walikuwa wamedinda kusikiliza malalamishi ya mama kuhusu suala hilo la baba kuwa na mke mwingine mbali na nyumbani. Walimtaka kuelewa kuwa mume kuwa na wake wengi ilikuwa jambo la kawaida, jambo ambalo mke mwema kufaa kulalamikia. Pia kuna nafasi ya mwanamke, kuna maudhui ya nafasi ya mwanamke. Mwanamke hapaswi kulalamika mumewe anapopata, hapaswi kulalamika kwa hatua za mumewe. Pia pale tunaona kuna maudhui ya umaskini. Familia ya mama Kazili inakosa chakula. Ndio maana tunaambiwa pale katika hiyo sentensi ya kwanza, hiyo ndio siku mama alikata kauli kuwa asingekubali tufe nini? Njaa. Kwa hivyo hii familia ilikosa chakula ya mama Kazili. Twende aya ya 3. Kwa namna fulani ilieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali. Siku hizo kama baba angetuma pesa, angezituma kwa nyanya. Yeye ndiye angefanya uamuzi wa kumpa mama pesa hizo au la. Na mara nyingi mama hakupata hata senti. Baba alijua hili, ila yeye pia alishindwa kumvumilia mke aliyependa kulalamika. Kwa hivyo pale unaona maudhui gani? Si kuna utamaduni, pesa utumwa kwa wazazi wa mume. Andika hivyo, maudhui ya utamaduni. Moshe ni mtepetevu. Hakujali. Moshe hakujali mama Kazili alipokosa kupewa pesa na wazazi wake.